Elimika na Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni matumaini yangu buheri wa afya popote pale ulipo, na karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya, ambaye nitakuongoza hapa katika kapu la habari kwa habari za kitaifa, lakini kwa upande wa habari za kimataifa nitakujuza hapo baadaye tutakuwa na nani atakayekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote tupate muktasari wa miongoni mwa machache ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Katibu mkuu Ruwasa atakiwa kutoa kibali cha ujenzi wa mradi wa maji kata ya Nataa wilayani Serengeti mkoani Mara. Waumini wa dini ya Kiislamu wahimizwa kusoma, kuhifadhi na kuielewa Qur'ani tukufu. Na katika rubaa kimataifa, watu zaidi ya 11 wafariki dunia kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Madagascar. Naam, mtazamaji, kabla ya kuanza safari ya kapu la habari siku hii ya leo, nikukumbushe tu kuwa unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube. Endapo ukiandika Mahasin TV official channel utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app Mahasin TV, utavinjari pia huko vipindi mbalimbali ikiwemo kapu la habari. Tuanze safari ya kapu la habari tukianzia huko mkoani Mara, ambako naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Andrew Mathew amemwagiza katibu mkuu wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa kutoa kibali cha ujenzi wa mradi wa maji katika kata ya Nataa wilayani Serengeti mkoani Mara utakaowezesha wakazi zaidi ya 10,000 katika kitongoji cha Omahe kuondokana na adha ya ukosefu wa huduma hiyo. Hilali Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Mathew amesema hayo wakati akizungumza na viongozi wa mkoa na wilaya ya Serengeti kabla ya kuanza ziara yake ya kikazi kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maji wilayani humo. Mhandisi Mathew ametaka kufanyika kwa mapitio ya vyanzo vya maji ili kuhakikisha huduma ya maji inakuwa ya uhakika. Tukishabaini kwamba hiki chanzo lifespan yake inaweza kaenda kwa miaka 5. Manake eneo husika wanaotegemea chanzo kile kwa ajili ya huduma ya maji waanze kubuni mradi mwingine mbadala wa kuja ku replace iwapo hiki chanzo kitafanyaje, kitakauka. Kwa hiyo hayo ndio yatatusaidia. Hatutakiwi tufanye kazi kama dharura. Kila mwaka unajua kabisa kwamba labda sehemu fulani huwa ina tatizo fulani, si ndio? Alafu kila mwaka ikifika tunaanza kutreat kama dharura. Hiyo haiwezekani. Akitoa taarifa juu ya hali ya upatikanaji wa huduma ya maji wilayani humo, mkuu wa wilaya ya Serengeti Bi Angelina Marco amemwomba naibu waziri kuongeza nguvu katika kumsimamia mkandarasi ili kukamilisha kwa haraka mradi wa miji 21. Kwa hapa mjini tunazo kata 7, kata 4 peke yake ndio zinazopata maji. Lakini pamoja na kwamba hizi zinapata maji, lakini kuna hizi pampu zinazo supply maji zimekuwa zikiharibika mara kwa mara. Kwa hiyo kuna upungufu wa maji, kumekuwa na mgao wa maji. Yaani tunaishi kwa wakati mgumu sana. Kwa hiyo tunakuomba kwa upekee solution ya hii ni kukamilika kwa huu mradi. Kipindi alilegalega yule mzabuni, lakini tulimbana akaongeza kasi. Ule mradi kimsingi hauna changamoto ya fedha. Hauna changamoto ya fedha, akireza certificate analipwa, lakini alionekana tu anasuasua pale.
Awali wakitoa taarifa hali ya upatikanaji wa maji na utekelezaji wa miradi inayoendelea, wasimamizi wa mamlaka za maji wilayani Serengeti wameeleza mikakati iliyopo kabiliana na uhaba wa maji. RUWASA wilaya Serengeti imewasilisha ombi maalum kwa mkurugenzi mkuu RUWASA, ombi hilo lenye thamani ya shilingi milioni 600,486,580 na senti 28 kwa ajili ya ujenzi wa miradi ya maji katika kitongoji cha Homai, kijiji cha Makundusi kilichopo katika kata ya Nata, ambapo kitongoji hicho cha Homai hakina kabisa huduma ya maji. Kwa sasa hivi coverage ya Mgumu ni 55%, lakini utakapokamilika maana utakava na maeneo ambayo haijafikiwa mradi utakuwa zaidi ya 85%. Naam, shukrani sana kwa masimulizi ya taarifa hiyo Hilali Seifu Riami kutoka kwa mkoani Mara. Mtazamaji, tuelekee jijini Dar es Salaam ambako kituo cha elimu ya dini ya Kiislamu kinachojihusisha na uhifadhi wa Qur'an tukufu Madrasatul Uthman ibn Affan iliyopo Buguruni jijini Dar es Salaam imefanya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani pamoja na masomo ya kisheria kwa lengo la kuhamasisha usomaji, uhifadhi na uelewa wa Qur'an tukufu. Al-Akh Saadi Suleiman ametuandalia taarifa ifuatayo. Mashindano haya yameweza kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali ikiwemo viongozi wa kidini wakiongozwa na Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na viongozi wa kiserikali wakiongozwa na mstahikimia wa jiji la Dar es Salaam Mheshimiwa Nuruddin Bilali. Kama ni kutoa usia, Qur'ani ndio msingi wa kila kitu, lakini isiishie Qur'ani katika hifadhi. Sasa hivi mahafidhi tunao wengi sana, lakini tunataka hifadhi hii iendane na ufahamu wa maana, ufahamu wa dini na kujumla wake. Hawa madarasa ya Uthman ibn Affan watakuwa na mashindano ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakuwa na mashindano ya hadithi katika mambo ya akhlaqi. Hii ni kuonyesha kwamba hawajatosheka kwamba mtoto ahifadhi Qur'ani, anahifadhi Qur'ani na anafahamu na anashindanishwa katika swala la kuiweka vizuri ile Qur'ani yake katika kiwango kilichokuwa kizuri. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vipongezwe sana, ukimwona mtu amekaa anadili na kizazi kijacho katika kukitengenezea maisha yake sasa. Mwalimu, hongera sana na wote uongozi na wazazi wa Al-Madrasa Uthman bin Affan litahfidhi al-Qur'an. Tusiache kazi. Kuwa na mashindano kama haya ni mambo ya baraka na ni vitu ambavyo tunaamini vinasaidia kuleta rehema zake Allah kwenye kata yetu. Kikubwa kabisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuachia pia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hii Qur'an, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nimekuachieni vitu viwili, kishikamana vizuri basi hamtopotea kamwe, kitabu cha Allah na sunna zangu, maana mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waswahili husema kwenye mafanikio hapakosi kuwa na changamoto, na hii ni sehemu tu ya changamoto ambayo inaikabili madrasa hii, na imewasilishwa kupitia risala iliyosoma mbele ya mgeni rasmi, na moja kwa moja pia mgeni rasmi akaweza kuijibu risala hiyo. Upande wa madrasa yetu, changamoto zetu kuu kwanza ni ufinyu wa bajeti, eneo la kudumu. Kwa sasa madrasa yetu ipo katika eneo la kupanga. Ufinyu wa bajeti, niseme tu kwa nafasi yangu na mimi tapambana kuhakikisha tunapata wadau ambao watawezesha inshallah. Jambo kubwa niloliona ni madrasa kukosa sehemu ya kudumu. Nitalibeba hili na mimi kwa sababu namwakilisha Mheshimiwa Spika, tutamshirikisha Spika tuone ni jinsi gani tunaweza kupata eneo ili madrasa hii ipate eneo lake la kudumu. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Machachuni jijini Dar es Salaam, mimi ni Saadi Suleiman wa Bahasin TV. Naam, shukrani sana Saadi Suleiman kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko jijini Dar es Salaam. Tukielekea mkoani Katavi, wakazi wa kata ya Nsemulwa, halmashauri ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, wamesema kuanza kupata huduma ya upasuaji kwa mama wajawazito katika kituo cha afya Nsemulwa ni hatua nzuri katika kuboresha utoaji wa huduma za afya ambazo awali iliwalazimu kutembea umbali mrefu na kutumia gharama kubwa kuzipata huduma hizo.
Rajabu Shaban Matoga ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumzia faida zinazoenda kupatikana kufuatia kwanza kutoa huduma za upasuaji kwa mama wajawazito katika kituo cha afya Nsemurwa, wakazi wa kata hiyo wameeleza faraja yao kwa kusogezewa huduma karibu na makazi yao. Tulikuwa tunasumbuka sana na tulikuwa tunaenda mbali, kwa kweli tunashukuru sana tena sana. Na tunashukuru sana na waendelea na huduma yao kama kawaida. Tunashukuru sana. Usiku ni kutoka hapa kwenda kule mjini mbali ndio tulikuwa tunapata changamoto, lakini kwa sasa hivi kwa kuwa hapa ni karibu tunashukuru. Changamoto zilikuwa zinakuwepo kwa sababu ukilinganisha wakati huu na uliopita, Nsemurwa ni mbali kidogo kufika katika hospitali kubwa zilizoko mjini. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kupata na tatizo usiku wa manane na kuwa ni ngumu, lakini kwa hapa imekuwa karibu, tunashukuru. Huduma ni nzuri na hakuna kauli zozote za ajabu ambazo zimesikika au kuona kwamba inaashiria kutakuwa na kitu kibaya, hakuna. Baada ya uzinduzi wa huduma hiyo, mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Mpanda, Daktari Paul Swakala, amesema tayari halmashauri imekamilisha huduma hiyo kwa vituo 6 vya afya ili kurahisisha upatikanaji wa huduma za afya. Kwa sasa hivi wakazi wote wa Nsemurwa, Tulieni, Kwarakwacha na maeneo mengine wanaweza kupata huduma bora kabisa za upasuaji hapa kituo cha afya Nsemurwa. Zamani kidogo walikuwa wanapata changamoto ya kusafiri kwenda vituo vingine ikiwemo Kazima pamoja na hospitali ya manispaa. Lakini kwa namna serikali ilivyojipanga, inataka sasa kuhakikisha kila mtu katika eneo lake anapata huduma zote, na ndio lengo hasa la Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunawaalika na tunawatangazia wakazi wote wa maeneo haya wasiende sehemu nyingine kupata huduma, sasa waje kupata huduma hapa kwa sababu miundombinu imekamilika na huduma imesogezwa karibu kwenye eneo lao. Wasiende kuhangaika sehemu nyingine. Aidha, Dkt. Swakala amesisitiza utoaji wa huduma bora kwa wananchi kwa kuzingatia miongozo ya Wizara ya Afya kwa wahudumu kutoa huduma stahiki kwa wananchi ili kuepusha malalamiko. Hivyo eneo la upasuaji sasa tumehakikisha kwamba tutakapoanza bima ya afya kwa wote, watu wetu watapata huduma maeneo popote watakapotaka. Lakini hilo tu halitoshi. Baada ya kuwa eneo la miundombinu lote limekamilika ikiwemo kituo cha afya Nsemurwa, sasa tunaelekeza juhudi zetu katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni katika ubora wa takwimu zetu. Tukishakuwa na takwimu bora, maana yake tutakuwa na uwezo wa kupata fedha zote ambazo zitatolewa kwa ajili ya bima ya afya kwa wote. Lakini si hivyo tu, baada ya kuwa tumehakikisha takwimu zetu ni bora, pia tunahakikisha huduma yetu sasa inaimarika. Pale popote palipo na changamoto, tutaendelea kuboresha. Naam, shukrani sana kwa masimulizi ya taarifa hiyo Rajabu Shaban Matoga. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee mkoani Tabora ambako halmashauri ya wilaya ya Igunga mkoani Tabora wameshukuru serikali kwa kuwapatia kiasi cha shilingi milioni 603 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya amali Chamalendi ambayo ni miongoni mwa shule 103 za amani zinazojengwa nchi nzima. Saidi Othman Kapalila anakuja na masimulizi ya taarifa hii. Akitoa taarifa ya hatua zilizofikiwa katika ujenzi wa mradi wa shule ya amali Chamalendi kwa naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulika na elimu Ruben Kwagirwa, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Igunga Biserwa Hamidi amesema kazi ya ujenzi inaendelea kwa kasi kuhakikisha shule hiyo inaanza kutumika kama ilivyokusudiwa. Fedha zilipokelewa tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2020 na 24 kwa ajili ya ujenzi. Taratibu za kandarasi zilitumika katika utekelezaji wa mradi kupitia mfumo wa ununuzi wa umma wa kielektronikia. Kazi ya ujenzi inaendelea katika ubora wa juu na utekelezaji ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kufikia tarehe 13 mwezi wa 1 2026 ili huduma ya masomo kuweza kuanza mara moja. Kipekee tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutupatia fedha hizi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Baada ya kukagua miradi ya maendeleo, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulika na elimu Ruben Kwagirwa amesema serikali inaendelea kukabiliana na changamoto ya wanafunzi kufuata elimu mbali mrefu. Endelea na ujenzi wa shule mpya kila mahala, shule za msingi. Na sasa tunaendelea kutekeleza programu ya ujenzi wa shule mpya za msingi kwa kila mahala palipo na shule ya sekondari. Kila mahala palipo na shule ya sekondari tunaweka pembeni yake shule ya msingi. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anataka watoto wa Kitanzania kuanzia ngazi ya awali, ngazi ya msingi na sekondari wasitembee umbali mrefu kufuata masomo.
Katika hatua nyingine, zikiwa zimesalia siku chache kuanza kwa msimu mpya wa masomo kwa shule za msingi na sekondari, wazazi wilayani Igunga wamehimizwa kuhakikisha watoto wote wanaostahili wanapelekwa shule zitakapofunguliwa mnamo Januari 13, 2026. Nilikuwa natoa wito kwa wazazi wenzangu walezi, itakapofika tarehe ya kufungua wanafunzi shule tuwapeleke kwa pamoja. Wazazi wenzangu na wasisitiza ya kwamba kila mtoto ambaye amefaulu tumpatie haki yake ya kuweza kusoma masomo ya sekondari. Tuwaruhusu waende, tuwapatie yale mahitaji yote yanayohusiana na shule. Naomba wazazi wa mamlaka ya mji mdogo wa Igunga wajitahidi wapeleke watoto wao shule, waachane na ile zana ambayo ya kungojea mpaka msaada, kwa sababu sasa hivi tumewekewa mazingira wezeshi. Tunatakiwa kuandalia vitu vidogo vidogo ili wakaendelee na masomo. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Saidi Othman Kapalila kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko wilayani Igunga mkoani Tabora. Tukielekea mkoani Tanga, serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara imeendelea kufufua viwanda vilivyokufa mkoani Tanga ili kuongeza tija katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali na kutengeneza fursa za ajira kwa vijana nchini. Kwa mara nyingine tena, Hilali Sefuriami anakuja na masimulizi ya taarifa. Hayo yamezungumzwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga wakati alipofanya ziara ya kutembelea viwanda mkoani Tanga, akisema kwa kipindi cha miezi 9 vimefufuliwa takribani viwanda 18 mkoani humo. Kwa kipindi cha takriban miezi 9 ama 10 tumekuwa tukitekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha tunafufua viwanda ambavyo vipo hapa Tanga. Nyie mnafahamu Mheshimiwa Rais alifanya ziara hapa Tanga na alitoa maelekezo mahususi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuiboresha Tanga kwa kurudisha ile Tanga ya viwanda ambayo ilikuwepo huko nyuma. Na sisi kwa kushirikiana na serikali ya mkoa tumefanya hii kazi. Tulikutana, tuliweka target ya viwanda 18 vya mwanzo, tukakutana na wahusika, tukaongea nao, tukajadiliana nao ni kwa namna gani tunaweza tukaanza zoezi la kufufua viwanda hivi. Aidha, Waziri Kapinga amesema mbali na changamoto zilizokuwepo wakati wa kufufua viwanda hivyo, lakini ushirikiano uliopo baina ya serikali na wamiliki wa viwanda, tija imeanza kuonekana baada ya idadi kubwa ya vijana kupata ajira za kudumu. Viwanda hivi vilikuwa viko vya aina mbili, vile ambavyo vilibinafsishwa na serikali na viwanda vya watu binafsi. Na changamoto za viwanda hizi zilikuwa zipo mbali za ujumla na changamoto mahususi kwenye kila kiwanda. Lakini tunamshukuru sana Mungu ametusaidia, ile kazi imeanza kuzaa matunda. Tunawashukuru hao wenzetu kwa jitihada za wizara, jitihada za ofisi ya mkuu wa mkoa na mwekezaji wa hapa. Kiwanda hiki nyie ni mashahidi kinafanya kazi. Na nyie mmeona wameajiri takriban vijana 218 hapa kwa ajira ya kudumu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani amesema serikali itaendelea kufuatilia maendeleo ya viwanda hivyo ili kuongeza tija katika uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Huu ndio utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na kwa hakika ni credit kubwa kwetu sote, kwa Mheshimiwa Rais, kwa wizara, lakini kwa mkoa. Mtakumbuka kabisa sisi kilio chetu kilikuwa ni viwanda. Kilio chetu kilikuwa magofu katikati ya mji. Leo hii tumekwenda, tumeona magofu sasa yameanza kuwa viwanda. Tumeona nondo inazalishwa. Tumeomba tu sasa wapake rangi na majengo huko nje ili ile dhana ya gofu iondokane midomoni mwa watu. Tahakikisha kwamba tunafuatilia majaribio, tuone kwamba hayakwami, yanaenda kwenye uzalishaji mkubwa, ajira zinaongezeka kwa vijana wetu, lakini kufungua pia na viwanda vipya vingine. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko jijini Tanga. Mtazamaji, turejee tena huko mkoani Mara ambako wakazi wa vijiji vya Kuitogo na Kongole kata ya Kitare halmashauri ya wilaya Tarime mkoani Mara wameiomba serikali kufanya ukarabati wa miundombinu ya barabara ili kupunguza adha wanazokabiliana nazo wakitafuta huduma za kijamii ikiwemo huduma za afya. Kasimu Stima ametuandalia taarifa ifuatayo.
Maombi hayo wameyatoa mbele ya mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi wakati alipofanya ziara ya kutembelea vijiji hivyo kwa ajili ya kusikiliza na kutatua kero mbalimbali za wananchi mkoani humo. Wakazi hao wamesema ubovu wa miundombinu ya barabara inapelekea kuhatarisha maisha yao, hususan wakina mama wajawazito wanapopelekwa katika vituo vya afya. Tumeathirika sana kiasi kikubwa. Kwa mfano kitokea baba mjamzito au mgonjwa mahututi, inatokea kwamba mtafuta bodaboda wakati mvua imenyesha inashindikana, na bila anakwama kutibiwa, na kituo chetu hakina uwezo wa kutibia ugonjwa, inahitaji hapo kituo kingine. Kwa hiyo nakuta tunapata adha kubwa sana. Yaani tunateseka sana barabarani, milima mrefu, mawe. Barabara hii imekuwa changamoto kubwa, inatuathiri sana kwa sababu hata wagonjwa ambao unakuta wameugua au wajawazito akina mama, inapelekea mpaka wanajifungulia njiani na hata wengine kupoteza maisha kwa sababu ya shida ya barabara. Maana umbali kutoka kwenye kituo hiki hadi kufika Tarime mjini kwenye hospitali ya wilaya ni takribani zaidi ya kilomita 10. Akijibu kilio cha wananchi hao, meneja wa TARURA mkoa wa Mara, mhandisi Charles Marwa, amesema changamoto hiyo itatatuliwa mapema iwezekanavyo ili kuwaondolea adha watumiaji wa barabara hiyo, na kusema mchakato uliobaki ni kumtafuta mkandarasi wa kutekeleza mradi huo. Katika mwaka wa fedha 23-24 tuliweza kutengeneza kilomita 3 katika barabara hii. Kilomita 2 kuanzia barabara ya lami hadi senta ya Kokole pale juu. Eneo ambalo pia lilikuwa inawapa changamoto kubwa sana wananchi. Lakini pia kutokea upande huu wa Mkende tuliweka kilomita 1 mpaka senta hapa, ili angalau kupunguza changamoto hiyo. Kwa sasa tumetenga katika bajeti ya 25-26 shilingi milioni 39 kwa ajili ya kumalizia kipande hiki ambacho ni kilomita 1. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewataka wananchi kuendelea kuwa watulivu na kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, na kuwataka watumishi wote wa serikali kuwa na tabia ya kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Lakini kuendelea kuwa watulivu, kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali, kushirikiana na viongozi watendaji mlionao katika ngazi ya kijiji, kata na hata wilaya. Tendaji ngazi ya mtaa kule panda juu mpaka kwenye ngazi ya halmashauri. Tutoke tukasikilize kero za wananchi. Tutembelee wananchi, tuone changamoto zao na kuzitatua. Changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wetu au wenu kwa ngazi hizo, chukua changamoto hiyo ifikishe ngazi ya juu. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko wilayani Tarime mkoani Mara. Na kwa taarifa hiyo inatufanya kufika tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa kwenda kupoza koo kwa sekunde chache, na tukirejea ni ule wasaa mzuri sasa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tuendelee kusalia papo hapo katika runinga yako, na hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV,
pata kujua wema wa Uislamu. Naam, tumerejea tena mtazamaji wa Mahasin TV. Nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Lakini pengine kwa wewe ambaye ndio kwanza unaungana nami, hili ni Kapu la Habari ambapo hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Kasim Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Takriban watu 11 wameripotiwa kupoteza maisha kutokana na athari za mvua kubwa ambazo zimekuwa zikinyesha nchini Madagascar kwa wiki kadhaa sasa. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa Januari 2026 na shirika la kusimamia majanga nchini humo, ambalo limeeleza kuwa makumi ya watu wamejeruhiwa pia kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua hizo. Ofisi ya kitaifa ya kudhibiti dharura na maafa imesema mji mkuu wa Antananarivo ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mafuriko hayo, ambapo watu wasiopungua 274 wameathiriwa na mvua hizo, huku nyumba 26 zikiharibiwa na kusombwa na maji ya mafuriko hayo. Baraza la jaji la Antananarivo limewataka wakazi wa mji huo kuendelea kuwa macho na kutoa taarifa kwa familia zote zinazoishi katika nyumba za zamani au zisizo salama kuhama na kwenda maeneo salama. Idara ya hali ya hewa ya Madagascar imesema kwamba mvua zinatarajiwa kuendelea kunyesha katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa nchi na nyanda za juu eneo la kati katika siku zijazo, huku mvua zinatazamiwa pia kuwa katika maeneo ya kusini. Kwingineko, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ametangaza kuwa Uingereza na Ufaransa zimetia saini azimio la kupeleka wanajeshi nchini Ukraine ikiwa makubaliano ya amani yatafikiwa kumaliza vita vya Urusi. Baada ya mazungumzo na washirika wa Ukraine mjini Paris, waziri huyo alisema Uingereza na Ufaransa zitaanzisha kambi za kijeshi kote Ukraine ili kuzuia uvamizi wa siku zijazo, huku rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa upande wake amesema maelfu ya wanajeshi wanaweza kupelekwa Ukraine. Washirika hao pia walikubali kwa kauli moja dhamana ya usalama kwa Ukraine na kupendekeza kuwa Marekani itafuatilia utekelezaji wa mkataba wa amani, huku ikieleza kuwa suala kuu linalohusiana na umiliki wa maeneo bado linajadiliwa. Hata hivyo, Urusi imeonya mara kwa mara kwamba wanajeshi wote wa kigeni watakaoingia nchini Ukraine watakabiliwa vilivyo. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump amesema Venezuela itawasilisha hadi mapipa milioni 50 ya mafuta kwa Marekani baada ya operation ya kushtukiza ya kijeshi iliyomuondoa Rais Nicolas Maduro mamlakani. Mafuta hayo yatauzwa kwa bei ya soko, ambapo Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuongeza kuwa fedha hizo zitasimamiwa na yeye binafsi na zitatumiwa kuwanufaisha watu wa Venezuela na Marekani. Tamko hilo linakuja baada ya Trump kudokeza kuwa sekta ya mafuta ya Marekani itakuwa tayari kufanya kazi nchini Venezuela ndani ya miezi 18 na kwamba anatarajia utekelezaji mkubwa nchini humo. Trump kwenye ujumbe wake wa Truth Social Januari 6, 2026 aliandika kuwa ana furaha kutangaza kwamba mamlaka ya mpito nchini Venezuela itawasilisha kati ya mapipa milioni 30 na 50 ya mafuta yaliyo na ubora wa hali ya juu kwa Marekani. Sambamba na hilo, shirika moja la habari limeripoti kuwa Urusi imepeleka jeshi la wanamaji kutoa ulinzi kwa meli ya mafuta ambayo pia inafuatiliwa na majeshi ya Marekani katika bahari ya Atlantic. Nuhu Stima, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Na kwa taarifa hizo zinatufanya kufika tamati ya Kapu la Habari, lakini kabla ya kuhitimisha, basi tujikumbushe miongoni mwa machache ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Katibu Mkuu Ruwasa atakiwa kutoa kibali cha ujenzi wa mradi wa maji kata ya Nataa wilayani Serengeti mkoani Mara. Waumini wa dini ya Kiislamu wahimizwa kusoma, kuhifadhi na kuielewa Qur'ani tukufu. Na katika rubaa kimataifa, watu zaidi ya 11 wafariki dunia kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa nchini Madagascar. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika Kapu la Habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya nilikupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Al-Akh Nuhu Kasim Stima
ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kabla ya kuhitimisha, ni kukumbushe tu mtazamaji kuwa uaminifu ni kitu muhimu sana katika maisha yetu sisi binadamu, na ukiaminiwa basi jitahidi na wewe kuaminika, kwa sababu kuna leo, kuna kesho. Hakuna ambaye anayefahamu kesho yake ipo wapi. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel namba 455 katika kisimbuzi cha Azam Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.